Kwetu sisi watoto wa Kitanzania na hasa mkoa wetu wa Katavi, siku hii ni ya muhimu sana kwa vile inatukumbusha juu ya kudai haki zetu. Haki hizo ni haki ya kuishi, haki ya kulindwa, haki ya kuendelezwa na haki ya kushirikishwa na kutobaguliwa. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na uelewa mdogo wa jamii juu ya umuhimu wa elimu, umaskini, migogoro ya ndoa inayosababisha wazazi kutengana, mila zenye kuleta madhara, mimba za utotoni, ukatili wa kijinsia hasa vipigo, ubakaji na ulawiti, imani za kishirikina na mila potofu ikiwemo chagulaga. Unayemwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Katavi, kwa kulingana na msemo wa Makongoro Nyerere anapenda kusema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa mazoezi. Ukiachwa hivi unakuwa unafanya mazoezi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ameendelea kuweka mazingira bora, kuendeleza ustawi wa taifa letu, akiwatazama sana watoto. Watoto ndio taifa la leo, la kesho, ndio nguzo na ndio viongozi wa taifa hili wajao. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii pia kuwakumbusha watoto, serikali yao ndio baba yao, ndio mama yao, ndio mlezi wao anayeshirikiana na baba mzazi. Tunawakumbusha watoto waendelee kuitunza na kuiombea serikali yao, wasifike sehemu fulani wakapata kuchochewa na watu wenye nia mbaya. Kwenye majanga wanaoathirika ni watoto, pengine na mama wajawazito. Waendelee kuwa wazalendo katika nchi yao, nchi ambayo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kukuza demokrasia na ustawi wa Tanzania. Kwa mwaka huu 2025 serikali imetoa kauli mbiu inayosema haki za mtoto tulipotoka, tulipo na tuendapo. Kauli mbiu hii inatutaka kutafakari upatikanaji wa haki za watoto tangu zilipoainishwa na sera ya maendeleo ya mtoto mwaka 2008. Aidha, maadhimisho haya yanalenga kuwaelimisha na kuwakumbusha wazazi au walezi na watoa huduma wote wajibu wao katika kutekeleza haki 5 za msingi za watoto, ambazo ni ya kwanza, haki ya kuishi kwa mtoto bila kukatisha uhai wake; haki ya kuendelezwa kielimu, kiutamaduni na vipaji vya mtoto; haki ya kulindwa dhidi ya ukatili wa aina yoyote; haki ya kushiriki, kutoa maoni katika masuala yanayomhusu mtoto kulingana na umri wake; na haki ya kutokubaguliwa kwa mtoto kutokana na hali yake. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, naomba nisisitize kuhusu utoaji wa taarifa za ukatili na vitendo viovu dhidi ya watoto endapo itatokea kuna mtoto anafanyiwa ukatili wa aina yoyote na mtu yoyote. Toeni taarifa kwa maafisa watendaji wa vijiji, maafisa watendaji wa kata, maafisa ustawi wa jamii, maafisa maendeleo ya jamii kwa ngazi zote, yaani halmashauri na mkoa, kwani serikali inalenga kumkinga mtoto dhidi ya ukatili. Kwa upande wa shule za msingi na sekondari, ni waelekeze wakuu wa shule, maafisa elimu kata, wakuu wa idara za elimu msingi na sekondari kuhakikisha kwamba mnasimamia nidhamu na maadili ya wanafunzi kwa kuweka sheria za shule zinazotekelezeka.
Hii itasaidia kwa kiwango kikubwa katika kuhakikisha watoto wanazingatia masomo badala ya kutumia muda mwingi kufanya vitendo vya uovu. Ulojuza, ayema, ayema,